Asante sana mpenzi mtazamaji wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea katika taifa la Uganda baada ya uchaguzi kukamilika na tume ya uchaguzi kuamua kumtangaza rais wa sasa ambaye amekuwa akishikilia mamlaka kwa zaidi ya miaka 40 iliyopita, Yoweri Kaguta Museveni. Sasa taifa la Marekani kupitia Rais Donald Trump wameweza kutangaza hali hatari zaidi na taharuki kubwa katika taifa la Uganda. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea chini ya uongozi wa Rais Donald Trump, haswa katika uchaguzi ule ambao uliweza kukamilika katika taifa la Uganda? Kulingana na ripoti ambayo tumeipokea katika meza yetu ya habari, inatuarifu ya kwamba Marekani imetoa tahadhari ya tatu Uganda, kumaanisha Trump ameona vile hali ilivyo katika taifa la Uganda baada ya Museveni kutangazwa kuwa mshindi katika kiti cha urais kwa awamu ya 7 sasa, jambo ambalo limeweza kusababisha Trump kutangaza hali hatari katika taifa la Uganda. Nitasoma ili tuelewe ni kipi hiki ambacho ameweza kutangaza, ama taifa la Marekani ni kipi ambacho wameweza kutangaza. Lakini kabla ni zama kwa undani, shukuru wote ambao mnazama hika na mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe hapo chini. Ukimaliza kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu kwa Omo Kenya TV, maana utakuwa unapokezwa notification ya kufahamisha kwamba Omo Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Kulingana na chapisho ambalo limetufikia katika meza yetu ya habari, naomba kulisoma kwa sababu linaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Sasa tusikize vile Marekani imetoa onyo. Marekani imeitoa tahadhari ya usalama ya kiwango cha 3 kwa raia wake nchini Uganda, ikiwataka wa Marekani kuwa makini zaidi na hali ya usalama nchini humo kutokana na ghasia na hali tete baada ya uchaguzi mkuu wa urais uliofanyika Januari 15, 2026. Kumaanisha ya kwamba baada ya uchaguzi kukamilika na baada ya Rais Museveni kutangazwa kwa awamu ya 7 sasa, Marekani imeona vile hali ilivyo, maandamano yanaendelea kule Uganda, kumaanisha ya kwamba huenda Waganda hawakuwa wanamtaka Yoweri Kaguta Museveni kutangazwa kuwa mshindi katika kiti cha urais. Sasa kwa sababu kuna Wamarekani ambao wanaishi katika taifa la Uganda, wameonywa na taifa la Marekani kuwa makini ili wasije wakajeruhiwa kufuatia maandamano ambayo yaliweza kuzuka katika taifa la Uganda kulalamikia uchaguzi uliokamilika siku ya Alhamisi, kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba ni ukosefu wa uwazi haswa kwa uhesabu wa kura, kwa sababu wengi walikuwa wanatarajia kwamba Bobi Wine ambaye ni kiongozi kutoka mrengo wa upinzani kupitia chama cha National Unity Platform angeshinda uchaguzi ule, kulingana na vile waliamuka asubuhi na kupanga foleni kumpigia kura. Lakini baadaye tukaona tume ya uchaguzi katika taifa la Uganda likiamua kumtangaza Yoweri Kaguta Museveni kwamba yeye ndiye ameweza kushinda uchaguzi kwa kupata milioni 7.9 kura ambazo waliweza kuzitangaza, ambazo hazijulikani kufikia sasa zilitoka wapi, kwa sababu wengi walikuwa wanatarajia kwamba Bobi Wine ndiye angeshinda kiti cha urais, kisha baadaye tume ya uchaguzi ikamwekea Bobi Wine kura ambazo ni milioni 2.9. Chapisho hili likaendelea kusema ya kwamba
Katika tahadhari hiyo, ubalozi wa Marekani nchini Kampala unashauri wananchi wake kujiepusha na mikusanyiko mikubwa, vurugu za kisiasa na maeneo yanayoweza kuwa na hatari kubwa, pamoja na kupunguza haraka msongamano wa watu au mabadiliko ya hali ya usalama. Yaani Wamarekani wote ambao wanaishi kule Uganda wanaambiwa ya kwamba wajaribu kila wawezalo kuhakikisha ya kwamba hawahusiki kwa mikutano ama mikusanyiko mbalimbali katika taifa la Uganda, kwa sababu huenda watashambuliwa ama warushiwe vitoa machozi na maafisa wa polisi ili waweze kuwa katika hali njema. Hatua hii imechukuliwa kutokana na ripoti za matumizi ya gesi ya pamoja na vurugu zilizotokea wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi na shughuli za kisiasa zilizoongezeka, jambo ambalo linaongeza uwezekano wa mgogoro wa usalama. Kile ambacho Trump ama taifa la Marekani kupitia serikali ya Trump wanaofia ni ukosefu wa usalama wa kutosha katika taifa la Uganda. Ndio maana wanatoa tahadhari kupitia ofisi ya ubalozi ya Marekani ambayo ipo katika taifa la Uganda kuhakikisha ya kwamba wamechukua usalama wa kutosha ili wasije wakajeruhiwa. Marekani pia inaelekeza raia wake kubaki na taarifa za kijamii na telecommunication zikiwa tayari kwa dharura na kufuatilia taarifa za ndani mara kwa mara ili kuepuka madhara yoyote wakati wa msuko wa kisiasa, kumaanisha ya kwamba wawe tayari wakiona jambo lolote lile ambalo linahatarisha maisha yao, waweze kutoa ujumbe kwa ofisi husika ili waweze kushughulikiwa ama kukabidhiwa usaidizi kabla ya hali kuwa tete zaidi katika taifa la Uganda. Wengi walikuwa wanatarajia ya kwamba Bobi Wine angeshinda kiti cha urais, na kwa kusema ukweli tumeona ripoti zingine ambazo zinaonyesha ya kwamba Bobi Wine ndiye aliweza kushinda kiti cha urais, lakini mambo yakaenda vile yalienda. Nitafanya uchanganuzi hayo baadaye, lakini Bobi Wine aliweza kuwekewa chini ama aliwekwa chini ya ulinzi mkali nyumbani mwake akiwa na familia yake, lakini baadaye aliweza kutoroka na sasa hivi yu mafichoni. Anazungumza kutoka mafichoni. Ikumbuke kwamba rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni aliamua kuzima interneti ama mtandao katika taifa la Uganda kama njia moja ya kufanya yale madhambi ambayo yaliweza kuonekana siku ya Jumamosi wakati alitangazwa kuwa mshindi, kwa sababu interneti ingekuwa huenda hata vijana wa Gen Z wangesaidia ama wangetoa msaada mkubwa kwa kutuma matokeo ya uchaguzi kutoka maeneo mbalimbali, kutoka kituo kimoja kuelekea headquarters ama kituo kile kikubwa ambacho kilikuwa kinajumlisha uhesabu wa kura kutoka maeneo mbalimbali nchini Uganda. Lakini sasa wakazima mitandao vile Samia Suluhu Hassan alifanya kule Tanzania, jambo ambalo liweza kusababisha wao kutangazwa kwa washindi. So ni jambo ambalo linahitaji muda zaidi ili kuangaliwa kwa umakini. Je, ni ukweli Museveni aliweza kushinda? Ikiwa alishinda kivipi na matokeo ni kivipi yaliweza kurushwa kutoka maeneo mbalimbali kuelekea kituo kile ambacho kilikuwa kinajumulisha kura, baada ya mitandao kuzimwa na Bobi Wine kuwekwa chini ya ulinzi mkali na familia yake, na maandamano yakaweza kuzuka katika taifa la Uganda. What do you think? Je, kulingana na wewe, Yoweri Kaguta Museveni alishinda kiti cha urais Uganda? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa katika taifa la Uganda. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, but I have only one request. If you are watching but you have not subscribed to our YouTube channel, please consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload any video clip, you will be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also with our subgroups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed by our supreme being who lives in heaven. Let's meet in the next video. Bye bye.